Na mtazamaji, karibu sana katika runinga yetu Adventist Home Ministers. Naweza kukaribisha katika runinga hii mtazamaji wangu mwaminifu. Naona kwamba unaweza kuwa unastajabu ni kwa sababu gani tumeweza kuwekea picha hiyo. Hebu weza kuangalia udongo huu ya kwamba ni udongo unaofaa na ni wenye una rutuba kabisa. Uweze kuangalia na jinsi ulivyo ya kwamba katika sehemu hii ni udongo ulio na rutuba. Usistajabu, utaweza kuyajua yote leo. Nimebahatika leo niko katika maeneo ya mbali kabisa, maeneo ya wilayani Malindi, sehemu za Garashi, vijiji vya Singwaya. Na katika sehemu hii nimebahatika kufika katika shamba, nimekutana na ndugu ambaye anafanya kazi ya ukulima na pia ni daktari, lakini pia anafanya kazi ya ukulima, na nimeonelea ni vyema niweze kufika ili kwamba niweze kumhoji. Najua itaweza kusaidia wengi na kuwainua katika hali. Hebu tazama shamba hii mwanzo uweze kuangalia katika sehemu hii. Haya ni mazao yote ambayo yameweza kupandwa na ni kitu kinapendeza sana na kinajenga, lakini tunapoangalia mpaka upande huu na imani ya kwamba sasa umeshaona picha halisi kabisa. Wako ndugu sehemu ile ambao wanaendelea na kazi, na huyu mmoja ni ndugu ambaye tutaweza kumfuata tuweze kusikia machache kutoka kwake, ndugu James Nda, ambaye na imani kwamba tutaweza kusikia. Kwanza daktari, hujambo? Jambo sana. Asante basi. Na kuona unaendelea na kazi ya shamba hapa. Yes. Kazi ambayo naipenda sana. Okay. Na leo unaniona huko kwa ground sasa. Okay. Nikiwa nimevaa bomba vile. Okay. Napsa. Yeah. Asante. Nikiwa kazini. Naona kazi unaifanya kwa ufasaha kabisa. Yaani si kazi ambayo unaifanya kana kwamba ni kazi ambayo umeshurutishwa vile, ama kazi ambayo hauna ueledi nayo. Ni kazi ambayo unakaa unaielewa kwa undani zaidi. Kazi ambayo naipenda, ni kazi ambayo naipenda zaidi, iko katika damu yangu. Iko ndani. Asante. Hata ninapofanya kazi nyingine tu bado naifikiria tu ya kwamba natamani nifanye. Wow. Ninapokuwa hapa najisikia niko huru kabisa, niko nyumbani kabisa. Asante. Kazi nzuri sana. Okay. Labda na kazi hii ya ukulima hii ulianza lini? Kazi hii ya ukulima uliweza kuianza lini kazi hii? Kwa sababu ni kazi inayopendeza sana, na hata mimi kwa mtazamo wangu ninapoangalia ni mahali ninapovutiwa sana. Labda ulianza kazi hii ya ukulima lini, ama ni ulikuwa na uvutio gani mpaka ukaona ni kwamba uweze kufika mbali na kazi yako ya udaktari? Kwa sababu wengi wanakufahamu wewe kama daktari, na kazi hii uliweza kuianza lini, na ni kitu gani kilichokuvutia mpaka ukaona kwamba kuna umuhimu wa kufanya hii kazi hii? Kwa sababu sio watu wengi wanaopenda kazi ya shamba. Yes, kazi hii ilianza tuseme iko hii mwaka tumeshika, ni mwaka wangu wa 5 tangu nijiingize katika mambo ya ukulima. Okay. Na kwa hivyo hiyo inamaanisha nilianza 2020. 2020 pale ndipo ambapo nilianza hii kazi ya ukulima. Na tunaelewa vizuri sana 2020 kulikuwa kunaendelea nini? Naam. Ya kilichokuwa kikiendelea, basi 2020 ni janga lile kubwa la COVID-19 ambalo lilishukia hapo Kabisa. Ya, na wakati huo ndipo ambapo nilijipata niko sehemu hizi kwa ajili ya kung'ang'ana kupigana na lile gonjwa lile lilokuwa limekuja. Okay. Basi nilipoletwa hapa mbali na kazini kule nilikokuwa, nikaanza tu kupata sehemu fulani ambapo nilikuwa hapo karibu na mto, na nikaanza ukulima. Okay. Yeah, so nimefanya ukulima tangu hapo mpaka saa hii. Nimeona ni kweli sasa ukulima sasa umeingia katika damu, na naona sasa niendelee tu, najisikia tu kuendelea. Wow. Vizuri sana. Kwa hiyo mwaka wa 2020 ndio mwaka ambao uliweza kuanza rasmi. Kwa hiyo mwaka wa 2020 ukaweza kuanza rasmi. Yes, mwaka wa 2020 hapo ndipo ambapo ilianza rasmi mambo haya ya ukulima. Labda kuna kitu ambacho kilikusukuma ukapata msukumo wa kuweza kuanza ukulima katika wakati huo, kwa sababu ni wakati ambapo kulikuwa na COVID kweli.
watu wengi waliweza kufungiwa, hakukuwa na shughuli ambazo zinafanyika. Na kweli hali zilikuwa ngumu. Msukumo wako ni upi mwanzo katika kuingia ukulima? Kuna msukumo mkubwa sana ambao niliupata. Okay. Na kuna vitu kadhaa wa kadha ambavyo vilisukuma kuingia katika hii taaluma ya ukulima. Naam. Tangu 2020. Nakumbuka kwamba mwaka huo ulikuwa ni mwaka wenye changamoto kubwa sana kwa watu wengi, especially sisi wakazi ambao tumeandika. Okay. So ule mwaka nikatumwa basi kutoka kule Kilifi, nilikuwa naishi maeneo ya Kilifi, kutoka Kilifi nikaletwa huku kama daktari katika kituo cha afya cha Garashi. Okay. So nilipokuwa pale, nakumbuka kwamba niko karibu huku, niko karibu na nyumbani. Nikaja nikaona shamba ambalo mzee wangu alikuwa kililima, shamba hili ambalo sasa hivi ndo tumekanyaga. Shamba ambalo tayari mzee alikuwa akifanya kazi. Mzee, ninaposema mzee ni babangu. Akifanya kazi. Hivyo basi kanikumbusha maisha ya mzee na jinsi alivyokuwa akipenda ukulima. Hilo ni jambo ambalo linitia moyo sana yule, na nikasema kwamba hakika shamba hili mimi nitalirudisha kuwa hai tena. Sababu ilikuwa linaangalika katika hali ya kuwa ilikuwa ni shamba ambalo halina uhai tena. Miti iliyomea pale ni michongoma. Kwa hivyo nikaja nikasema kwamba lazima kwamba tufufue tena shamba hili likaweze kuinuka tena katika hali za ukulima. Hapo ndipo nilipoanza. Lakini kwanza sikuanza hapa, kama nilivyokuambia, nilianza sehemu nyingine inaitwa Kasangatifu kule karibu na mto. Hapo ndipo nilipoanza kulima, na baada ya kulima pale nikajipanga, kisha nikaja nikachimba kisima pale. Unapoangalia pale upande mwingine utaona kisima pale ambacho hicho ndicho tunachotumia mpaka leo hii kumwaga maji. So nikachimba kisima kwa sababu kile kisima alichokuwa amechimba mzee babangu kilikuwa kishafukiwa na wala yani kilikuwa kimeisha, hakitoi maji tena. Kwa hivyo ikabidi nitafute tena mbinu za kuchimba kisima kingine, ambapo sasa ndipo nilichimba kisima na ndio nikaanza kazi hapa. Okay. Asante sana. Ni vizuri sana. Ni vizuri sana ya kwamba kwa hiyo ulipata msukumo zaidi ya kwamba baba alikuwa akifanya kazi katika shamba hili. Baba alikuwa akifanya kazi hii. Babangu alikuwa afisa wa agriculture. Akafanya kazi katika shamba hili. Yeye mwenyewe akiwa afisa wa agriculture. Amefanya kazi sana. Kwanza yeye alikuwa mkulima kweli kweli. Naona bado sijafikia kiwango chake. Kwa hiyo wewe katika hali hii ya ukulima unataka kusema kwamba kwa baba bado hujafika? Bado sijafika robo yake. Hata nusu. Wakati wetu kwa watoto alikuwa akilima kilimo kweli. Wakati huu mimi najaribu, sijui kama nitafikia lini kiwango chake. Lakini yeye mtaa huu wote unamjua kama mkulima, na si huu mtaa tu, lakini magarini huko kote wanamtambua kama mkulima aliyekuwa mkulima mkubwa sana. Okay. Mpaka alipata tuzo kadha wa kadha, ikiwamo tuzo hata za wizara kuu ya ukulima. Kwa hiyo baba alifanya vizuri sana katika nyanja za ukulima. Alifanya vizuri sana. Wow. Hilo nalo sina shaka nalo. That was very